kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi aliyoifanya leo ya kuweza kuwasilisha jina la waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeguswa na kwa kweli nimesisimka kwa sababu tulio wengi hatukuwa na matarajio hayo ya mtu wa namna hiyo kuweza kuteuliwa na hatimaye kuthibitishwa na Bunge kwa kura nyingi sana, karibu 99.9. Na pia nilishukuru Bunge pia kwa kuweza kuona umuhimu wa mawazo ya Mheshimiwa Rais kuweza kuleta jina la Lameck Mwigulu Nchemba, Dr. Mwigulu Nchemba. Mimi kama Mtanzania, kwanza nakubaliana na wewe uteuzi, lakini pili ninakubaliana na maamuzi ya Bunge kwa asilimia zote. Lakini kilichonigusa zaidi, ambacho kinasema kwamba ni share na Watanzania wenzangu, ni maneno machache ambayo waziri mkuu mteule ameyagusia. Watanzania wanapenda kuona, wanapenda kusikia kiongozi ama viongozi wao wakigusa matakwa ya Watanzania. Waziri mkuu mteule amegusia rushwa na akasema wazi kwamba wala rushwa, mafisadi sasa wajiandae, panga la kuwakata linakuja. Watanzania wana taarifa kwamba mtumishi fulani ni mla rushwa. Wana taarifa kwamba mali zao zinahujubiwa. Sasa tunapompata kiongozi wa namna hii ambaye anaweza kusimama kwa dhati, kuzungumza na kuwaweka Watanzania mguu sawa kwamba sasa michezo ya rushwa na ufisadi hakuna, hili ni jambo zuri sana. Lazima tulipongeze, lakini lazima pia na yeye tumpongeze kuwa na uwezo wa kulitamka hilo, kwa sababu si kila kiongozi anaweza kutamka rushwa, kuikemea. Lakini ametamka pia wazi kwamba watumishi wa umma ambao wanalegalega, ambao hawatumikii wananchi, ambao wanatoa majibu mabaya kwa wananchi, na tukubaliane wa Tanzania kwamba hizi ndizo kero za wananchi. Wananchi hawakerwi na ghorofa la mtu. Wananchi hawakerwi na gari zuri la mtu. Wananchi wanakerwa na utendaji mbovu na kuwepo kwa watendaji katika serikali. Sasa haya yakishughulikiwa kama alivyosema, na uso wake umeonekana kabisa kwamba unamaanisha kwenye moyo wake yale ambayo anayatamka. Sasa niseme wazi kwamba matumaini ya Watanzania yarejee na yaendelee kuwepo kama ilivyokuwa. Wasipoteze imani na serikali yao. Chama cha Mapinduzi kina hazina ya watu, kina hazina ya viongozi ambacho kimewaandaa kwa muda mrefu. Na Chama cha Mapinduzi kiko makini kusikiliza nje ni nini kilichopo na kukidhi kiu hiyo kwa wakati mwafaka. Ni matumaini yangu kabisa kwamba tutaungana wote wa Tanzania kwa pamoja kupongeza huu uteuzi, lakini na kumpa nguvu pia. Na amesema wazi kabisa kwamba taarifa zifikishwe kwenye mamlaka za serikali kuhusu watumishi wazembe, wala rushwa, mafisadi, wenye majibu mabovu. Tukubali wa Tanzania kwamba kuna wakati watumishi wetu humu wanajisahau sana katika baadhi ya maeneo na baadhi yao. Kuchati kumezidi siku hizi. Hapo nyuma kidogo tulisahau kidogo watu kuchati. Lakini sasa hizi unaweza kufika reception ya ofisi ya umma, mtumishi wa umma anakuuliza una shida gani, lakini hata usiona haja kuangalia. Yuko anachati na simu yake, alafu una shida gani? Hata mtu mwenyewe amuone. Lakini pia kuna jambo niliseme wazi ambalo linakera wa Tanzania wengi. Jambo la appointment. Mtu anakwenda kwenye ofisi ya kiongozi, anaulizwa una appointment. Sasa mwananchi, ile ni ofisi ya umma. Mwananchi ametoka Shinyanga, mwananchi ametoka Mtwara, hana namba za kiongozi huyo,
Na huyo kiongozi atapokea simu za wangapi wanaotaka appointment? Na tubadilike. Tubadilike, viongozi wa umma wawepo kwa ajili ya kuhudumia wananchi na sio kutengeneza superiority, umaarufu kwenye ofisi za umma. Hili jambo muhimu sana. Sasa kama Dr. Mwigulu ataweza kutegua hivi vitendawili na kuvisimamia vizuri kabisa, na imani kabisa ndani ya muda mfupi Watanzania watapiga shangwe kuishangilia serikali yao. Na ndio matumaini ya Watanzania. Watanzania wana akili, wanaelewa kabisa. Wanajua kama kiongozi huyu hapana, huyu katupiga swaga hapa, huyu ana uwezo kutatua kero. Sasa kwa hali hii tunavyokwenda na kwa maneno aliyotamka mwenyewe Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu sasa mteule, ni matumaini yangu kwamba kabisa Watanzania wategemee sasa mazuri, wategemee sasa uchapakazi uliotukuka wenye matokeo chanya la utakaofanya serikali yetu iweze kupiga hatua, kusonga mbele na kuendelea kuwahudumia wananchi. Haya ni mambo muhimu nimesema kwamba leo tukisubiria hotuba Mheshimiwa Rais hapo kesho, basi leo niweze kuyashare kwa furaha kubwa. Niseme kabisa kwamba ninayo furaha kubwa na nimepokea kwa mapenzi na furaha kubwa kabisa uteuzi wa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, lakini kubwa zaidi ni maneno aliyoyasema kwa wazi. Wa Tanzania tumeyasikia na tumemsikia na tuna matumaini makubwa ya utatuzi wa hayo aliyoweza kuyazungumzia. Kwa kweli, kwa sababu waziri mkuu ni kiungo cha bunge na serikali, lakini bunge linawakilisha wananchi, mategemeo yangu ni kwamba waziri mkuu aanze na kuunganisha wananchi na bunge. Aanze kuunganisha wananchi na bunge ili wananchi waweze kuiamini serikali na kuipenda serikali. Kivipi? Wananchi wana kero nyingi sana. Wananchi wana taarifa nyingi sana. Sasa waziri mkuu akiweza kusimama vizuri kuwasikiliza wananchi, akawa ni kiungo baina ya yeye na wananchi pamoja na serikali, ni kitu muhimu sana hiki. Wananchi wanataka kuona hatua zikichukuliwa. Hawataki wananchi kuwa na ahadi zijazo za muda mrefu sana. Wanapenda kuona kwamba kukiwa kuna tuhuma mahala fulani dhidi ya mtumishi fulani wa umma, kero fulani ipo sehemu hakuna maji, barabara ni mbovu sehemu fulani na pesa zipo zimetengwa mahala fulani, na tunashukuru amekuwa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo anajua bajeti hii ameiandaa kwa asilimia yote ya serikali ya sasa. Mwaka huu, mwaka kesho wa fedha ameiandaa mwenyewe, anaijua. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba atakuwa ni mtu makini katika kuhakikisha kwamba pesa zimekwenda katika maeneo husika, lakini kuzisimamia pia, kwa sababu ndio msimamizi sasa. Maana kaandaa bajeti huku, ameipitisha, kapeleka, alipitishiwa bajeti hiyo. Sasa anakwenda kusimamia alichoomba akapewa sasa na bunge kwamba sasa asimamie. Kwa hiyo ningependa kwanza asimamie wajibikaji wa watumishi wa umma. Wajibikaji. Lakini rushwa na ufisadi wa mali za umma ni eneo muhimu ambalo waziri mkuu kama kiungo na mtendaji mkuu wa serikali alisimamia. Rushwa, ufisadi. Wananchi wanakerwa na wizi wa mali za umma. Wananchi wanakerwa na upotevu na ubadhirifu wa mali za umma. Lakini uwajibikaji, wananchi waone matokeo chanya kwenye maeneo yao. Wananchi wamechoshwa na ahadi za tuta. Wananchi wanataka waone matokeo, kwa sababu samani kidogo Watanzania mnielewe vizuri. Katika uchaguzi viongozi wetu wanapita kwetu kwa wananchi wakinadi sera. Ni ahadi. Wakiahidi kutatua kero zetu. Kwa hiyo wananchi wanataka kuona, na Chama cha Mapinduzi kimefanikiwa kushinda uchaguzi kwa 97%. Maana yake imani ni kubwa iliyowekezwa kwa Chama cha Mapinduzi kwa Rais Samia na serikali yake ambayo inakwenda kuiona. Kwa mategemeo yangu mimi ni wingi huo wa ushindi kurejesha mrejesho chanya kwa wananchi, kwa kutatua kero, kwa kupeleka huduma na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Na jambo jingine ambalo ni matumaini yangu kabisa kwamba waziri mkuu Dr. Mwigulu ni kuhakikisha kwamba matumizi mazuri ya fedha za umma katika taasisi za umma. Matumizi mazuri ya fedha za umma. Kwa sababu fedha ya umma ni fedha ya wananchi. Sasa fedha ya wananchi isipotumika vizuri, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni wananchi kukosa imani na serikali. Sasa atutegemee hayo, sisi tuko positive, tunategemea kwamba mambo yatakwenda vizuri
atawajibika vizuri na atawajibisha wale ambao wanaonekana kuikwamisha serikali. Nimuombe sana waziri mkuu mteule kwamba ikiwa ni nyongeza yangu na hitimisho langu, yako mambo muhimu sana kwa kweli ningependa ayashughulikie haraka sana. Kwa mfano ziko stendi kuu zimejengwa za mikoa katika mikoa. Kuna stendi ya mabasi ya Dodoma. Imejengwa kwa billions nyingi sana za serikali. Lakini ile stendi inakaribia kufa. Na imani viongozi wote wanaona pale. Mabasi hayaingii mle ndani. Stendi imezorota, imeoza. Ni pesa za umma zimetumika pale kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma na serikali inaingiza mapato. Lakini leo stendi imezorota ukiingia pale Dodoma. Kadhalika stendi ya Magufuli Dar es Salaam. Ni stendi kubwa na ni stendi ya Afrika Mashariki na Kati. Nakumbuka wakati stendi ile ilizinduliwa na walikuwa marais kutoka nchi jirani. Ni vitega uchumi vya umma hivi ambavyo vimetumia gharama ya umma ambavyo tunategemea kwamba kwa kweli katika mudi yake, nasema munkari yake mpya ya kusimamia mali za umma, na muomba sana angalie haya maeneo sana. Stendi zimekuwa nyingi za mabasi kiasi kwamba sasa haijulikani stendi ni ipi, wananchi wanapata shida. Mwananchi ajui ashuke wapi. Wenye mabasi wamekuwa na nguvu sasa kuliko hata wananchi sasa hivi. Stendi ziko kila mahali zimetapakaa. Sasa hili ni eneo muhimu, mimi binafsi kwa kweli linanipa shida na kuniumiza kichwa kuona kwamba serikali iliingiza gharama kubwa kujenga ile miundombinu. Leo miundombinu ile inakufa na teketea, si kitu kizuri sana. Ni eneo mimi binafsi kama Mtanzania na Mwesigwa ningependa sana kuona akianza nalo. Mastendi yamezagaa kila sehemu mengi, uchumi wa serikali unapotea. Mabasi wanaamua kuingia au kutoingia. Sasa najua hii inaweza ikasababishia vita na ugomvi na wenye mabasi. Lakini kama nilivyosema, kama Mwigulu namfahamu kama mtu ambaye ni mtu wa kuchukua maamuzi bila kujali rangi ya mtu, sasa au sura ya mtu au kimo cha mtu. Sasa na mimi hili naomba nimtuishe hili sasa hili kwa niaba ya Watanzania kwamba ni mategemeo yangu anaweza kuanza nalo, na nimuombe aanze nalo kwa sababu ni mchumi mzuri na amekuwa waziri wa fedha kwa muda mrefu, na ametueleza wazi kwamba ufisadi, rushwa, wazembe kwenye serikali hii hawahitaji kuwaona na wajiandae. Kwa hiyo kwa kweli hili ni eneo muhimu sana.